Nilisaini kifo cha hukumu ya binti yangu mahakamani. Yesu aliingilia kati, miujiza ikatokea. Hakimu wa Kiislamu aliyemhukumu binti yake kifo kwa kubadili dini na kuokoka na kumfuata Yesu, naye atokewa na miujiza, aokoka pia. Kwa miaka 23 nilisaini nyaraka ambazo ziliwapeleka jela wa Kristo zaidi ya 300, na wote kati yao ni Wakristo. Kalamu yangu iliamua hatima ya maisha ya Wakristo. Sauti yangu ilikuwa tishio na hukumu kwa watu wengi, hasa Wakristo, na yote niliyoyafanya niliona kuwa ni sawa na mtumikia Allah. Jina langu ni Ahmad Rashid, ni hakimu wa mahakama ya Kiislamu. Nina miaka 48. Nilimuoa Mariam ambaye ni mama wa mwanangu Leila. Nilikuwa serious kwenye kila ninachokifanya. Umaarufu wangu ulikuwa mkubwa hadi hapo Mungu aliponitokea katika namna ambayo sikudhani kama itawezekana. Kuna kesi moja ambayo haitafutika akilini mwangu. Mchungaji kijana mwenye umri wa miaka 32 ambaye kwa siri alikuwa akibatiza watu, jina lake ni David, alikuwa mahakamani asubuhi ya mwaka 2017. Nilisoma kesi yake kwa sauti. Muasi wa Kiprotestanti mwenye kusambaza mambo ya Kikristo yaliyokatazwa, hukumu yake ni miaka 15 jela. Lakini David alicheka, na hilo liliniumiza sana, na kabla walinzi hawajamuondoa alisema kitu ambacho kimebaki katika akili yangu kwa miezi kadhaa. David alisema, Mungu anakupenda hakimu Ahmad. Siku moja utaelewa haya na kuombea. Sauti yake ilikuwa yenye uhakika wa anachokiongea na hakuwa na hofu. Kisha alikuja mama mmoja, jina lake anaitwa Sara, ni mwenye miaka 62. Ni bibi huyu, bibi wa jukuu 7. Alisimama katika kizimba cha mshtakiwa. Kosa lake ni kusambaza Biblia ambazo zimeandikwa kwa lugha ya Irani iitwayo Farsi katika miji ya Mashhad. Ni mji mtakatifu zaidi katika nchi ya Irani. Askari walizikuta nakala 43 za Biblia zimefichwa nyumbani kwake. Nilimwangalia machoni na kumuuliza ikiwa najutia kuusaliti Uislamu. Nilitarajia machozi, kujuta, kuomba msamaha. Badala yake niliona amani katika uso wake. Alisema, hakimu Ahmad, Yesu ana thamani zaidi ya uhuru wangu. Yeye ana thamani zaidi ya maisha yangu. Ana thamani zaidi kuliko hata kushuhudia wajukuu zangu wakikua. Kama nitatoka hapa, nitakwenda kufanya kama nilivyokuwa nafanya, kwa sababu kumjua Yesu ni kitu chenye thamani zaidi. Niliinama na kusaini hukumu ya miaka 12 bila kusita, mikono yangu ikitetemeka. Nilidhani nalinda imani yangu. Nilidhani nampendeza Mungu. Leo ndio naona kiasi gani nilikuwa katika upofu. Yapo mengi nisiyo ya sahau. Na wakumbuka Samira mwenye miaka 34 na Samida mwenye miaka 31. Walibadili dini na kuwa Wakristo. Ndugu aliwasaliti kwa kutoa taarifa za imani yao mpya. Wana watoto, mmoja mtoto wake na miaka 5 na mwingine miaka 7. Watoto hawa walikuwa wakilia sana niliposoma hukumu ya mama zao. Nilisema, watoto watalelewa katika taasisi ya Kiislamu na watakuwa Waislamu, na wao niliwahukumu kifungo cha miaka 8 kila mmoja. Pamoja na yote haya, Samira na Samida waliomba hapo hapo hadharani, tena kwa nguvu, huku wakiwa wameshikana mikono na kusema, Baba wa mbinguni, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Maneno haya yaliumiza moyo wangu sana. Mimi sijui nitendalo? Nilikuwa naamka asubuhi kila siku kwa swala ya asubuhi.
Kisha saa 1 nafika kazini, nafanya kazi kwa muda wote isipokuwa wakati wa chai na chakula cha mchana. Kisha saa 1 usiku narudi nyumbani, muda ambao Mariam mke wangu amekuwa tayari ameandaa chakula cha jioni, na Leila mwanetu akiwepo. Yeye alikuwa kila kitu, na nidhamu alionayo, utulivu, heshima. Yeye pia ni mwanachuo anayesomea mambo ya madawa katika chuo cha udaktari. Sikuwaza kama siku moja Leila alikuwa ameficha Biblia kwa miezi 6. Nyumba yetu ilikuwa kubwa hapa Tehran. Majirani zetu nao walikuwa mahakimu, maofisa wakubwa wa serikali na wanadiplomasia. Ilikuwa ni nyumba nzuri yenye kila kitu. Ijumaa ilikuwa ni siku yetu pendwa. Mariamu aliandaa chakula kizuri. Dada zangu, kaka zangu, ndugu zangu, marafiki na watu wengine tulitumia masaa kadhaa kubadilishana mawazo jinsi nchi inavyoendeshwa. Nilijulikana kama shujaa wa kutetea imani ya Kiislamu. Leila aliniuliza maswali mageni wakati wa chakula cha jioni. Baba, kwa nini Wakristo unaowahukumu bado wanakuwa na amani katika sura zao? Nilijibu kwa mkato, nikidhani ndo najenga kuwa baba bora. Nilimwambia binti yangu, watu hawa wamerubuniwa na watu wa magharibi, ni magaidi wa imani yetu. Alikaa kimya, ni kama mtu aliyetafuta kitu zaidi lakini hakupata majibu sahihi. Siku moja nilimwona Leila analia chumbani kwake. Nilimuuliza tatizo nini? Alisema hakuna kitu baba, ni stress tu za mitihani. Nilimwamini. Sikujua kuwa Mungu aliandaa kunifanyia jambo kubwa kupitia binti yangu mwenyewe wa kumzaa. Tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2022 ni siku ambayo maisha yangu yaligawanyika sehemu mbili. Nilikuwa katika ofisi yangu nikipitia faili la kesi ya kifedha ambayo nitaenda kuitolea hukumu muda mfupi ujao. Hapo simu yangu iliita. Ni namba ngeni. Ilikuwa bado asubuhi ya saa 3 na dakika 40. Nilipokea simu kwa sauti yangu ya madaha. Kisha akajibu akasema, Hakimu Hamad, habari za asubuhi. Mimi ni Kapteni Mustafa kutoka katika kitengo cha maadili Teherani. Nasikitika kukujulisha kuwa binti yako Leila Ahmadi yupo chini ya ulinzi wetu sasa hivi. Nilifadhaika. Aliendelea, alikamatwa saa 1 na dakika 20 asubuhi hii katika eneo la nyumbani kwake akiwa na nyaraka zilizokatazwa na mamlaka, ni Biblia katika lugha ya Farsi. Sasa atapelekwa mbele kwa mahojiano zaidi. Hapo nikiwa kama mtu aliyochomoa nguvu zote. Mikono yangu ilianza kutetemeka. Nilijibu, labda mtakuwa mmekosea Captain. Binti yangu ni Muislamu tangu kuzaliwa na ni mwaminifu katika imani hiyo. Alijibu, bila kukosea, tumemkuta na hatia hiyo. Tumetazama mara 3 kabla ya kukupigia. Hata hivyo, tumekujulisha kwa sababu ya cheo chako na kukuheshimu. Binti yako amekiri bila hofu yoyote na amesema alikuwa akisoma Biblia kwa siri kwa miezi 6 sasa, na kwamba anaamini Yesu ni mwana wa Mungu, na kwamba wapo wanafunzi wengine ambao huko chuoni ambao amekuwa akiwafundisha na akiwapa habari za mambo hayo. Jambo hilo lipo serious hakimu kuliko unavyofikiri, hasa ukizingatia inatoka kwa binti wa hakimu wa Kiislamu ambaye amehukumu wengi kwa makosa kama hayo. Nilikata simu. Mikono yangu ilizidi kutetemeka. Nilimpigia Leila, simu yake haikuita. Nikampigia Mariam, alipokea huku akiwa analia. Alisema, Ahmad, polisi maafisa wamefika nyumbani. Walikuwa 6 wakiwa na bunduki. Walivunja mlango wa Leila alipokataa kufungua. Walipekua kila mahali. Nguo zote zipo chini. Vitabu vyake vimetupwa ovyo, lakini wameiona Biblia alikuwa ameficha ndani.
wamemchukua huku akiwa amefungwa pingu. Majirani wote wameona. Leila hayupo, amechukuliwa Ahmad. Niliruka kutoka kwenye kiti nilichokaa. Niliondoka ofisini tena bila hata kufunga mlango. Hata begi langu sikulikumbuka. Kompyuta sikuizima. Mahakimu wenzangu waliniona nikiharakisha kwenda nyumbani kama nilichanganyikiwa. Niliruka ngazi mbili. Nilifika chini na kuwasha gari langu haraka na kuondoka. Wakati huo matrafiki wameshakuwa wengi barabarani. Taa nyekundu niliona zinanichelewesha. Akili yangu ilikosa jibu la haraka. Hii inakuaje? Ilianza lini? Kwa nini sikuona hilo? Nilikusanya maswali yaliyoniuliza Leila kuhusu Wakristo kuwa na amani pindi wanapohukumiwa. Nilimjibu kwa mkato, usiulize maswali kama hayo nyumba hii. Vitu vilivyoonekana vidogo vilibeba maana katika moyo na akili yake. Sikujua. Nilikumbuka siku ile nilipomuona analia na alisema ni stress tu za mitihani chuoni. Sikufuatilia. Ningepaswa kujua hayo. Baba, nashindwa kujua jambo lilo ndani yangu, ndani ya nyumba yangu. Napata taarifa ya kwanza kwa maafisa wa polisi. Nilikuwa bize kuharibu imani za wengine huku nampoteza binti yangu mwenyewe. Baada ya dakika 14 nilifika Evin, gereza lililo kaskazini mwa Tehran. Ni gereza hatari, sehemu ambayo kwa kalamu yangu nimewapeleka hapo wengi, na wakati huo sikufika kama hakimu bali kama baba aliyechanganyikiwa juu ya binti yake. Walinzi waliniangalia kwa mshangao. Nilipita katika korido zenye harufu mbaya, vilio, mateso. Hayo yote sasa yaliniathiri kuliko awali, maana niliwaza huenda moja wa wanaulia akawa ni Leila mwanangu. Mbele nilimuona hakimu Karim. Niliwahi kufanya naye kazi katika miaka 12. Aliniita, Hamad, kesi ya mwanao ni ngumu kwa sababu amekiri kila kitu, tena bila hofu. Sio tu kumiliki Biblia, bali alikuwa akifundisha wengine mambo haya ya imani. Yote amesema, na wapo mabinti 3 wengine wanahusishwa na kutafutwa. Miguu yangu ililegea kwa kukosa nguvu. Nilimwambia Karim, tafadhali, yeye ni binti yangu pekee, ana miaka 23 tu. Atakuwa amechanganyikiwa au atakuwa amehamasishwa na wenzake huko chuoni. Tufanye tulimalize hili. Hakimu alitikisa kichwa akasema, Hamad, kaka yangu, wewe unajua mfumo vizuri sana wa mamlaka zetu. Wewe mwenyewe umetumia sheria hii kuhukumu mara kadhaa na taarifa zimeshafika kila mahali. Tafadhali jiandae kupoteza. Hakimu Hamad. Nilijua alichomaanisha. Leila amekiri kuwa mfuasi wa Kristo, tena amekiri kuwafundisha wengine imani ya Kikristo. Ni kesi ya uasi, na zaidi amekutwa na nyaraka zilizokatazwa na mamlaka, yani Biblia. Hukumu yake ni kifo. Nimepitisha hukumu ya kifo kwa kesi nyingi kama hii. Waliniruhusu tu nimuone kwa dakika 5. Walimleta Leila akiwa katika sare za magereza. Nywele zake nazo zilifunikwa kwa hijabu ya rangi ya vazi la magereza la wafungwa. Alionekana alilia sana. Katika yote sikuona majuto katika sura yake, bali amani kama ile walioonesha Wakristo wengine walipohukumiwa kwa kalamu yangu. Nilimuuliza, Leila mwanangu, umefanya nini? Aliniangalia na alisema, baba, nimeupata ukweli. Nimempata Yesu. Ananipenda katika namna ambayo sikujua kabla. Siwezi kukana hilo na kamwe sitalikataa hilo, hata kama itanigharimu kila kitu. Nilimwambia Leila, itakugharimu kila kitu. Kesho yako, maisha yako, uhai wako, kila kitu mwanangu. Alitoa machozi. Lakini baba, umewahukumu Wakristo kwa miaka 20. Uliwaona wakifungwa, wakiteswa, wakifa. Umewahi kujiuliza
Kwa nini wote walikataa kumkana Yesu hata kwa gharama ya kuyatoa maisha yao? Kwa sababu yeye Kristo Yesu ana thamani zaidi kuliko chochote, kuliko uhuru unaozungumza, kuliko uhai, kuliko kesho unayoisema Baba. Ukimjua yeye aliye kweli, vitu vingine vyote vinakuwa havina thamani. Maneno yake yaliupiga moyo wangu. Ni maneno yale yale Sara aliyotumia, ni maneno yale yale David aliyotumia kuniambia, maneno ambayo niliyachukulia kama upofu na udhaifu, lakini leo yametoka katika midomo ya binti yangu. Nilimwambia Leila, huwezi kusema ulichanganyikiwa ukakosea ili nikusaidie. Naweza kuongea na watu wakubwa ninaowajua kupitia njia hiyo. Kupitia njia hiyo niweze kukutetea. Leila alisema, Baba, nakupenda kwa kiwango kile kile hadi kufa kwangu, lakini sitamkana Yesu kwa sababu yoyote ile. Ikiwa utapata aibu kwa hilo, na upate. Ikiwa nitapoteza maisha yangu, acha iwe hivyo. Nisamehe Baba. Walinzi walitoa ishara kuwa muda umeisha. Walimchukua Leila na kuondoka naye. Kabla hajapotea, aligeuka, aliniangalia kwa upendo na alisema, Baba, nakuombea kila siku. Naomba upate ukweli nilioupata mimi. Yesu anakupenda Baba, hata kama uliwahukumu watu wake kwa miaka 20, bado anakupenda. Mlango ulifungwa. Nilibaki pale peke yangu, na kwa mara ya kwanza Hakimu Ahmad Rashidi, hofu ya kuwahukumu wa Kristo iliniingia. Nililia kama mtoto. Sikuweza kujizuia kabisa. Maumivu yalikuwa ni makali sana. Tarehe 10 mwezi wa 3, wiki moja baada ya kukamatwa Leila, mwaka huu 2022, kesi ya Leila ilipangwa kusikiliza majira ya saa 2 asubuhi katika mahakama ya Tehran, katika mahakama yangu ninapofanya kazi, mahali nilipokaa na kutoa hukumu kwa kesi kama hizo kwa miaka zaidi ya 20. Lakini sasa nitasimama eneo la watu kushuhudia kesi, kuona kitakachoendelea kwa mwanangu. Mariamu alikuwepo, mama yake. Kila nilipolala niliona sura ya Leila. Nilisikia sauti yake ikisema, Yesu anakupenda. Walimleta Leila kutoka selo akiwa amefungwa pingu. Alitembea taratibu akisindikizwa na walinzi wawili. Alipungua Leila katika muda wa wiki moja tu. Mariamu alipomwona alilia kwa nguvu, kwa maumivu. Kisha mahakimu katika kesi hiyo waliingia. Karimu Huseni, niliyefanya naye kazi kwa miaka mingi, alimjua Leila tangu akiwa mdogo, lakini leo amesimama kama mhalifu mbele yake. Karimu alianza kwa kusema, kesi namba 23472 ya mahakama ya Irani dhidi ya Leila Ahmad katika makosa ya uasi dhidi ya Waislamu, kumiliki nyaraka zilizokatazwa Biblia, pia kufanya kazi ya ushawishi wa imani ya Kikristo kwa wengine. Kila neno alilokuwa akilitamka lilikuwa kama msumari uliochoma moyo wangu. Hakimu Karimu alimuuliza Leila, unasemaje kuhusu mashtaka hayo? Leila alijibu, ninakiri kufanya hayo yote. Mheshimiwa, nimewacha Uislamu na namwamini Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu. Ndiyo, nasoma Biblia. Ndiyo, niliwashirikisha wengine imani yangu, na nitafanya hivyo mara zote kila nitakapopata nafasi. Hakuna ninachojutia. Mtu mmoja katika benchi la mahakimu alisimama. Ninamjua. Alimwambia Leila, hii ni serious. Mashtaka haya sio jambo la kuleta mzaha, sio jambo la kuleta utani. Sio tu kwamba utapewa kesi ya kukataa Uislamu, ujue adhabu kwa hayo yote kutokana na kifungo cha namba 20 article namba 2. Lakini pia unashtakiwa kwa kuwarubuni vijana wengine, na tayari mabinti 3 wanahusishwa na kazi hiyo ya urubuni uliofanya.
Pia uasi huu umetokea katika nyumba ya Muislamu mwenye kuheshimika ambaye pia ni hakimu wa mahakama hii. Napendekeza adhabu nzito ya kifo kwa kosa hili. Mariamu alizimia, mke wangu. Nikiwa nimechanganyikiwa, nilijikuta nilimkumbatia Mariamu, kisha nikanyanyuka na kusema. Hii ni sehemu ya kwanza. Itaendelea katika sehemu ya pili ya maisha ya hakimu Ahmad Rashidi aliyepiga sahihi hukumu ya kifo cha mwanaye. Pamoja na kazi hii ya utumishi, lakini sisi ni mafundi ujenzi, kazi ambayo tunaifanya hata sasa, kazi ambayo tunaifanya kwa uaminifu mkubwa, tukitanguliza hofu ya Mungu mbele. Hivyo kama utahitaji huduma ya kujengewa nyumba, wapo wengi wanatamani kujenga lakini wamekosa watu waaminifu. Ndugu wamekula pesa zao, wasimamizi si waaminifu tena. Basi tunakukaribisha ufanye kazi pamoja nasi. Tumefanya kazi hii kwa muda mrefu, na kiwa uko mbali, uko nje ya nchi, uko bara lolote, Amerika, Ulaya na sehemu zingine, unaweza kuwasiliana nasi na tukakufanyia kazi yako mkoa wowote kwa uaminifu mkubwa. Tunaweza kufanya kazi hii ya ujenzi tangu hatua za awali hata hatua za mwisho za finishing, tukakukabidhi funguo. Tunafanya kazi na yeyote, tunafanya kazi popote, mkoa wowote. Tunawakaribisha kwa ambaye anahitaji mafundi waaminifu na wenye ubora katika kazi. Pia kama utapata sadaka au mchango wako kusaidia huduma hii, tafadhali tumia namba hizi kwenye skrini hapa. Mungu akubariki sana.